hajaleta mushenga, hajaanza kutoa mahali, anataka kakutambulishe roji ambako sio kwa wazazi wake, ambako sio kwa wazazi wako, huyo mkimbie kama ukoma. Ameshakupa taarifa yeye ni maraya, na hata takapokuoa unajua naolewa na maraya, kwa sababu yani haja kuoa, anaomba vya kuomba. Sasa unamuuliza, kwani wewe ulikuwa unanitafuta ili upate uwanja wa mazoezi? Hapana. Ulikuwa unatafuta nini? Natafuta mke. Si ndio mimi hapa sasa? Sasa kwa kuwa wewe ni mke mtarajiwa, mazoezi tuanze. Sasa uliwahi kuona wapi timu inashiriki ligi bila kusajiliwa? Yani uliwahi kuona wapi timu inaenda kushiriki ligi daraja wakati haijapanda daraja? Sasa wewe, yani wewe unaendaje wakati rais anaitwa nani yule rais wa TFF Karia hakujui? Unaomba na wewe upangwe kwenye ratiba ucheze na Yanga na Simba na nani? Katimu kamchangani. Kwa nini? Mimi unatafuta mechi za mazoezi au? Sasa si tuna mpango wa kuoa. Nioe sasa kama unataka, si unioe sasa. Unajua nilikuwa nawaambia wasichana, nilikuwa nafundisha huko Australia huko. Nikawaambia kama mabinti wote mungeweka kikao, museme kuanzia leo tunanunua makufuli, tunapeleka funguo kwa wachungaji. Ambaye anataka kufungua milango yetu akaongea na mchungaji ampe ufunguo. Unajua mabinti mungeolewa faster, mungeolewa sana, maana hawa jamaa wangekosa kwa kwenda. Maana kila naye mtaka anasema funguo huko kwa mchungaji, kila naye mtaka ufunguo huko kwa mchungaji, na mchungaji anasema siwezi kukupa ufunguo, fanya 1 2 3, mule kiapo na kufungulia uende naye. Hivi haiwezekani. Nakwambia vijana wangeoa leo. Nyie ndio mnaowachelewesha hawa vijana. Wanaoaje? Wanachokitaka wanakipata. Sasa wana haraka gani? Ndio maana unamuuliza kijana utaoa lini? Bado najipanga. Bado sina haraka. Awe na haraka ya nini? Unaenda kwake, unampikia, anakula, alafu anakula, alafu bado unategemea akuoe wa namna gani, wakati unamfulia nguo, unamtandikia vitanda, unamuoshea masahani, unafanya kila kitu, yani anakula, alafu unarudi nyumbani. Hivi huyu mtu ambaye hana njaa ana haja gani ya kutafuta jiko? Halo, munanisikia? Sasa huyu mchungaji, mimi ndio pastor ambaye navaaga miwani ya mbao nikifundisha vijana, kwa sababu tukiwachekelea na kufumba macho tutawapoteza. Mi bora niwaambie ukweli, hata kama wengine wananishambuliaga mitandaoni. Mchungaji, tumia busara, tumia maneno ya hekima, usiongee sana live. Hebu angalia kichwa cha mwenzako, hicho ndio kichwa cha kukifumba hicho. Unavyokiona hicho kichwa ndio kichwa cha kutumia busara. Hebu niambie, angalia hicho kichwa ulichokaa naye karibu hapo. Hicho kichwa kinahitaji busara. Hicho kichwa kinatakiwa nyundo. Yani unamtandika mpaka kitoka hapa. Kama alikuwa na maraya mwenzake, wanaweka kikao hapo nje, kwamba kwa hiyo sasa mchungaji, kwa tutafanyaje? Tuendelee na umalaya au ndio tunaachana leo? Kwa hiyo mabinti, ukitaka kujua husband material, picha ya kwanza ambayo unapaswa kuiangalia, utakatifu.
namna ambavyo hofu ya Mungu imejaa ndani yake. Ukiona hofu ya Mungu haimo ndani yake, huyo mtu ni hatari kwa afya ya ndoa yako ya baadaye. Hasa leo mabinti wengi mumelizwa. Unajua bado hamjawajua wanaume. Mwanaume ni kiumbe ambacho, siku moja nilitoa mfano ambao sio mzuri sana. Nilisema mwanaume ni kama mamba, krokodilo akiwa kwenye mawindo ni bonge la mlokole. Mamba akiwa kwenye mawindo mpole, hata maji ya tikisi anaenda wa. Unakuta jicho pale juu linageuka, utafikiri anaimba nyimbo za kuabudu. Pako nasema huyu mnyama ndo anasema nakulaga watu. Mbona ameokoka hivi, ni mtaratibu sana. Wewe sogea. Unaweza hata mpaka kasema nataka kunawa, nikanyage kwa mamba alafu ninawe kama jiwe. Sogeza mguu. Atakavyo kugawanya, hutajua mguu wako viliungania wapi na utumbo litoka saa ngapi. Yule mpole hivi. Ndivyo walivyo vijana. Vijana wakiwa anatafuta anachotafuta, swaga nyingi. Yuko tayari kutumia gharama zote. Ukisema za kusuka hizo, nataka simu hiyo, nataka viatu hivyo, nataka renti hiyo, nataka nini hivyo. Yaani akitafuta pako nasema mwanaume si huyu. Sogea binti. Atakavyo kugawanya. Alafu baadaye anakuacha kwenye mazingira ambayo hukutarajia. Pako nasema Mungu wangu, hivi ndio yule mwanaume? Hata mimba ikitokea hamuna shida. Mimi siwezi kukataa damu yangu. Kukataa damu yako ni dhambi mbaya. Pako nasema huyu unafungua milango na madirisha. Wacha kutandike. Unamwambia baby, surprise. Ya nini? Tayari nini? Sizioni nini? Siku zangu. Kwa hiyo nafikiri umaraya wako. Yaani umeona wakumbambikizia ni mimi. Kutoka kuwa baby unageuka kuwa maraya. Kwa nini wanafanya yote hayo? Ulifanya kitu kibaya wewe mwenyewe. Kwa hiyo sehemu mojawapo ya kipimo cha kumpima mtu mtakatifu anayefaa kuwa husband ni utakatifu. Utakatifu unaojenga hofu ya Mungu ndani yake, anaiogopa dhambi. Amen. Hata wewe kijana unaweza ukajua haka mama sio kawaifu material. Unamuita ghetto, anakubali kirahisi. Unamuita na sasa nakuja. Unafikiri anatania, unakuta kweli huyu hapo. Hivi unategemea hapa pana mke hapo kweli? Uliwahi kuona wapi ng'ombe anajipeleka bucha? Mpaka na wewe unasema mbuzi amefia kwa muuza supu. Sasa kinachokufa chenyewe si ni kibudu. Sasa wewe unabeba hicho kibudu unaenda nacho wapi? Binti aliyelelewa anakubali kuja kwenye ghetto lako. Alafu nategemea aje awe mama bora wa watoto. Hiyo ni picha. Unaona tu kabisa amekuja kirahisi. Hadi ni yeye, labda amekuja mwenzake awe bodyguard, yuko mwenyewe. Unamuuliza umekuja peke yako? Nataka tuwe huru. Ni kazi sana. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe.
Hivi mnanielewa ninachokisema? Lakini wangapi wananielewa? Kitu cha kwanza ambacho kitakusaidia ni maisha ya nini? Utakatifu. Yatakufanya uingie kwenye ndoa ukiwa huna shida yoyote. Amen. Kwa nini tunasema utakatifu? Unasema mchungaji, kwani sasa kuna shida gani? Ngoja nikwambie. Ukiendekeza maisha ya dhambi, huko mbele yatakugharimu. Ngoja nitoe siri. Unafikiri kwa nini watu wengi walio kwenye ndoa hawana maendeleo? Mtu anafanya kazi, analipwa mshahara, lakini hana maendeleo. Anafanya biashara, haziendi, huoni akimove. Unajiuliza, hivi anafilisika kwa sababu ya kuoa? Sio kweli. Ngoja nikupe siri. Kuna vijana wengi wanaingia kwenye ndoa akiwa tayari, huko alikuwa maraya, alafu wengine aliofanya nao maraya akazaa nao, na wale hajawaoa. Tutoto twao tupo, na tule tutoto tunaanza kuwasumbua. Yule mama anampigia simu, X, nasikia umeoa. Anasema sina shida na kuoa, endelea, haikuwa riziki yangu, lakini hapa pana katoto kako, na mimi siwezi kuwa nateseka nyumba ya kupanga na baba yao yupo. Kwa hiyo tuma Laki5 nilipe hiyo miezi 6. Sina. Huna? Okay. Nitawahi asubuhi nije hapo nyumbani nibebe na katoto, tumuombe mama yao mdogo, maana mimi ndio nilitangulia, ulizaa na mimi. Tumuombe mama yao mdogo awalipie kodi watoto wake wa kufikia. Ukifika sasa ndio utaniharibia sasa, kwa sababu hajui kama anasema ndio utoe sasa. Kwa usalama wa ndoa yako, tuma Laki5. Unafanyaje? Unachagua viwili, utume au aje kuharibu. Ndio mwisho mtu kamshahara kake kote kamwezi kameenda kulipa renti. Anamwambia kodi umelipa tayari, lakini sasa mimi sina mtaji ili niendelee kupata hela za kulea mtoto wako. Kwa nije subiri. Anakopa, anampa mtaji, anafanya biashara, mtaji unakata. Anasema samahani X, ile biashara nilikuwa nafanya imenikata, nataka nibadilishe biashara, kwa hiyo tuma milioni 2 ili nifanye biashara nyingine. Nije anakopa. Sasa unashangaa mtu analipa mshahara, anarudi nyumbani mikono mitupu, amekatwa, amefanyaje, amekana, bwana maendeleo siyaoni. Kumbe kuna kamama. Sasa fikiria, anatumama 3 ambacho tote alizanato alituacha, na tote tunamsumbua. Hebu niambie, huyu kijana atakuja kuwa na maendeleo kweli? Ndio unashangaa mtu ameoa lakini hana amani. Unaona mtu anakonda, unamuuliza unakonda nini? Maisha kitu gani? Hatoi siri kwamba nilipokuwa kijana nilivuruga maisha yangu, yalivuruga, niliharibu watoto wa watu, na kwa sababu hiyo hao niliovuruga nao wananitesa. Ndio maana nawaambia vijana, ishi maisha matakatifu sasa. Ukiingia kwenye ndoa usije ukateseka. Amen. Wamama wadada wanasema nafuu sisi.
Kuna wamama wengine nao wanateseka sana mpaka leo. Kuna dada mmoja aliwahi kuzaa mtoto akamficha mahali huko, akaja kama huku Dar, anakutana na mwanaume anamwambia umezaa. Mimi wapi? Hamna, sina. Amevaa tushindilia twake, amesimamisha. Tumekaa saa 6, kumbe chapati zimekunjwa zimewekwa kwenye nani kabisa. Sasa kijana anamuuliza umewahi kuzaa? Anasema hapana, mimi. Akamuoa. Siku ya harusi waharibifu wakaja, wanaongea bila kujua kama yeye alificha. Alafu wanamsifia bwana harusi, wanasema wewe ni baba bora, kwa sababu ni wababa wachache ambao wanamkubali mwanamke mwenye watoto. Anamuuliza eti ni kweli? Mbona ulisema? Nilikuwa naogopa hutanioa. Pana harusi hapo unaipoteza hivi hivi. Wengine wanasema mimi nitamwambia ukweli atanioa. Atakuoa kweli, lakini sio wanaume wote wenye akili. Wanaume wengine anakupenda kipindi hicho, akisha kuoa anakubeba wewe na mtoto, lakini huyo mtoto itakuwa fimbo yako wakati wote. Ukikosea kwanza mimi nilioa mke wa mtu. Mke wa mtu gani? Si baba wa huyu. Ukipigiwa simu, nani anayekupigia? Asija kawa ndio yule baba wa mtoto. Sijui kaka. Ukichelewa mahali utakulionana na baba wa mtoto. Sasa yani unaishi hapo nyumbani huna amani. Kuna vijana wanasema mchungaji unatushitua. Hiyo ni kweli. Basi mimi siwezi kuoa binti aliye na watoto. Mimi nawaambiaga ukweli. Bora kuoa binti mwenye mtoto kuliko kuoa binti ambaye unafikiri hana mtoto, kumbe ametoa mimba 7. Unafikiria ni mama, ni dada hana watoto, kumbe ni mama mfiwa wa watoto wengi. Si bora huyu ambaye alitunza katoto kazaa, anakupa ishara kwamba hata watoto wako atawatunza, atazaa. Huyu aliyetoa mimba za watoto 5 na muoa, watoto wako najueje watakuwa salama? Ndio nasikia umeoa binti, unakaa naye hapo ndani, anasema nafikiri nimepata ujauzito. Naziona dalili. Sawa. Siku moja unamkorofisha, anakuambia mimba zimeharibika. Unajiuliza zimeharibikaje? Kumbe ni kazoefu kakutoa mimba, ukivuruga kichwa anatoa. Si bora huyu ambaye alizaa, alijitunza, alizaa bahati mbaya lakini amelea mtoto, maana yake hata ukimuoa watoto wako wako salama. Wadada wengi mnao waona, msifikiri ni wadada, wengi ni wamama wafiwa. Yani wamefiwa na watoto wengi. Na wengine hata hapa naongea nasema, mchungaji umejuaje? Mimi mfiwa 3. Yani kama Mungu angekuwa anarudisha wale watu waliotoa mimba alafu vitoto vikawa vinaletwa kumtembelea mama yao, ungekuja kushangaa mtu chekechea imeongozana kuja kwa mama kumtembelea, kwamba sisi ndio wale uliotuaisha, ndio sisi hapa tunaendelea salama huko tuliko. Wadada wangapi? Unajihesabia mwenyewe moyoni. Sasa mchungaji, form 4 moja, nilipokuja shule mwapili, chuo kikuu sikutaka kusoma na mimba 3. Hata mpaka sasa naogopa kanisa likijua 4. Kwa tuko na watu wanaimba kanisani humu, wanalembua pambio haleluya, kumbe mbinguni watoto wanasema ushindwe na uregee. Na ni dhambi ambazo uwezi kutubu mbele ya mume wako, kumwambia mume wangu samahani, niliwahi.
Ni ngumu. Ndio zile dhambi wadada wanatubiaga chumbani tu. Hamwambii hata mchungaji wala nani, baba, umeiona dhambi yangu, nikiileta mbele ya watu itanichafua, nisamehe huku. Amen. Maisha na nini? Na utakatifu. Utakatifu utakuwezesha uingie kwenye ndoa huna makando kando. Na ninawaambiaga siku zote, wengine hamjui uko mbele utakuwa nani. Wengine uko mbele mtakuja kuwa wachungaji, mtakuwa kuja watu maarufu kwenye siasa, mtakuwa kuja watu wakubwa, alafu umezaa uko nje. Unafikiri wale uliozaa watakuacha? Pastor mmoja alikondeana, sadaka zote zinaenda kwa hao. Wanamwambia tu, pastor, tuma hela. Sina, tutakuja hapo kanisani. Kanisa watuchangie waumini wao wasiteseke. Na bahati mbaya tutoto twa uwizi una copy na kupaste. Kiasi kwamba kakiletwa kanisani, kanisa rote watasema tu, pastor, huyu ni mwana Sunday. Utafanyaje? Amen. Sasa alikaa kavumilia, akaona hii tabu sasa, tabu sana hii. Akasema mimi nafanyaje? Akasema kanisa litanishinda, huduma itanishinda, inawezekana na mke naye akakimbia, lakini ni bora nipate amani ya moyo kuliko kuteseka. Akamuita mke wake siku moja, akamwambia twende hotelini. Wakaenda hoteli, wakaagiza chakula, wamekula, wamefika nusu. Akamwambia mke wangu, nikwambie ukweli, kilicho kufanya tuje hapa, nimekuja kutengeneza. Umewahi kusikia wimbo wa Bahati Bukuku? Nataka kutengeneza na Bwana. Kwa akasema na mimi nataka kutengeneza. Akasema nini? Akasema samahani, kuna dhambi inanitafuna. Dhambi gani? Nilipokuwa kijana, nili. Kwa hiyo sasa yule mama ananisumbua kila siku, naomba hela, na anasema usiponipa nitakuja kumwambia mama mchungaji, na mimi navyokufahamu ulivyo na wivu na nini, utaniacha. Kwa nikawa nalipa hela, lakini sasa nimeona mwisho sasa nanifilisi. Nimeona bora tu nikwambie ukweli, kama utanikubali kunisamehe, nisamehe. Ukiamua kwenda uende, lakini mimi niwe na amani. Kwa hivi nakwambia hivi, nataka niandike barua, nimwandikie askofu waniondoe uchungaji. Mama akamwambia, ulifanya kweli? Mama kazila na chakula, akarudi nyumbani. Fika nyumbani, mama haongei chochote. Baba namuuliza, kwa hiyo anasema nini? Uniache. Walikaa kama mwezi hawaongei. Baba alianza kupata tabu, anabadilika rangi. Mama akasema hapa nitamuua. Akasema sasa nafanyaje? Akamuita, akamwambia, mume wangu, tangu siku ile uliposema nilikusamehe, nilijua ilikuwa bahati mbaya, ila nilikuacha uteseke kidogo. Sasa nimeona huu mwezi umeteseka, yatosha, umebadilika mpaka rangi. Sawa, nimekusamehe. Wakasameheana, wakaenda kwa askofu. Askofu akasema, lakini si ulifanya kabla? Akasema ndio, lakini walikuwa wananitesa yule. Akasema Yesu alikusamehe, endelea na kazi. Lakini huyu alimpata mama muelewa, alimpata askofu muelewa. Hivi hebu angalia huyo binti uliyekaa naye karibu, maana kana wivu kabla hakajaolewa. Hebu niambie, huyo binti angekuwa ni yeye unavyomuona, angesamehe? Maana hata hivi nasimulia, kuna kabinti kamechukia kabisa. Yaani mimi.
Kwa hiyo ukiingia kwenye ndoa na makando kando yatakutesa. Ishi maisha matakatifu ili uingie huko ukiwa clear, bila mizigo mingi mingi. Ishi maisha matakatifu. Hiyo pointi ya kwanza itakayokufanya uingie kwenye ndoa ukiwa sawa. Pointi ya pili, pointi ya pili. Uko tayari? Umewahi kusoma Wathesalonike wa pili mlango ule wa 3 mstari wa 6 mpaka 15. Sitausoma lakini nitauelezea kwa sababu mistari ni mingi. Paulo alikuwa anawaandaa vijana. Anasema jihadhari sana na ndugu waendao bila utaratibu. Hawana kazi zao wenyewe, wanajishughulisha na mambo ya watu wengine. Alienda mbali zaidi, anasema tena uambie asiyefanya kazi na asifanye nini? Na asile. Maana yake Paulo anahamasisha vijana wawe wa kuchapa kazi. Kwa nini nasema vijana? Kwa sababu mtu mzima ukishaoa tayari tu maisha yanakuendesha, lazima utachakalika tu. Sasa tunataka nyie mwanze kuchakalika, yani unaiandaa future yako mapema. Anza kuishi katika future yako. Anza kuwa na ndoa kabla ya ndoa, kama nilivyosema. Anza kuwa na mke kabla ya mke. Anza kuwa na watoto kabla ya watoto. Anza kubeba majukumu ya familia kabla ya familia. Yani iwemo kichwani mwako, ili ukiwa kijana unaiandaa familia ya future yako. Kuna watu wananielewa hapa? Hebu niambie, kama kimwili, yani kwenye akili unasomesha, kwenye akili yako unasomesha, hivi unaweza ukachezea pesa ukiwa kijana? Kama kwenye akili yako una watoto wanaenda shule, una mke, una nini, una ukubwa wa majukumu, unaweza ukachezea fedha hovyo hovyo ukiwa kijana? Kwa sababu kila wakati unawaza ukubwa wa familia iliyo mbele yako. Unajua kusomesha watoto kuna kuhusu, kujenga nyumba kuna kuhusu, kuvalisha mke kuna kuhusu, kutunza mume kuna kuhusu. Kwa sababu kuna wakati mwingine mama huwezi kujua unaolewa na mwanaume wa aina gani. Wako wanaume ni Land Rover za zamani. Kuna wanaume ni Land Rover za zamani ambazo haziwashi kwa switch, zinawashwa kwa handle. Yani kichwa chake ni kizito, hakiwazi biashara, hakiwazi chochote. Yeye yupo tu. Ulimpendea handsome, ulijisahau kafikiri uzuri utaweka kwenye sufuria. Ulifikiri sura yake utalipia magauni na nguo. Ulifikiri uzuri wako utalipia nyumba. Kumbe yupo tu handsome, lakini akili yake ni Land Rover ya zamani. Unajikuta majukumu yote unabeba wewe. Sasa kama na wewe kichwa chako kilikuwa Land Rover ya zamani, ukaolewa na Land Rover ya zamani, hiyo familia mtaishije? Maana yake umewahi kuona vijana wameoa lakini wote wanategemea kwa wazazi. Binti anaomba upande huu kwa wazazi wake, mwanaume anaomba upande huu. Wako pale sebuleni wanasema koma nao. Sema na wewe koma nao. Kwa sababu gani? Wote, kila mmoja nini? Land Rover ya zamani. Unanielewa? Sasa aliwaambia kila mmoja afanye kazi. Kila mmoja afanye kazi.
kazi, kwa sababu ndoa ni kituo cha matumizi ya fedha. Yaani ukisikia watu wameoana, wameingia kwenye kituo cha nini? Cha matumizi ya fedha. Maana hapo hayakwepeki. Unajua ukiwa kijana unaweza ukakwepa matumizi. Unawapanga wa Kristo nao wafahamu. Mchana unamtembelea Chacha, usiku unamtembelea Wangwe, kesho unamtembelea Nyanani, kesho kutwa Nyamhunge. Siku inayokuja unawapanga foreign. Unajua kuna vijana wana timetable. Mchana yupo kwa mchungaji, jioni yuko kwa mtumishi, asubuhi chai kwa mama fulani, mchana kwa mama. Yaani ana timetable ili wasimchoke. Anakwepa gharama. Lakini ukishaoa kuna timetable tena. Lazima jiko lako lichangamke. Sasa linachangamkaje wakati huna cha kupika? Ulianzisha vita ambayo huiwezi. Amen. Unanisikia? La pili, lazima uchape kazi. Unapofanya kazi unakuwa na future kwenye kichwa chako. Jambo la tatu, ili niruhusu maswali. Mmeandika maswali au bado? Nataka niwe na muda mzuri wa maswali. La tatu, control feelings zako kwa habari ya mapenzi au mahusiano. Vijana ndio watu ambao feelings za mahusiano na manini ziko juu sana. Lakini ukisoma kitabu cha Wimbo Ulio Bora, mlango ule wa 3, mstari ule wa 5. Wimbo Ulio Bora 3 mstari wa 5. Au ukiona huko namna gani, unaweza kaandika Wimbo Ulio Bora 2, maana amerudia 2 mstari ule wa 7. Huyu anasema hivi, mlango ule wa 2, Wimbo Ulio Bora mstari ule wa 7. Anasema, nakusihi enyi binti za Yerusalemu, kwa paa na kwa ayara wa porini. Anasema usiyachochee manini mpaka hata yatakapofanyaje? Usiyachochee mapenzi wala kuyafanyaje? Kuyaamsha hata yatakapoona vema yenyewe. Ni mstari mgumu kidogo. Kwa nini anawasihi mabinti wa Yerusalemu? Kwa nini anawafananisha na wale swara na wale wanyama wa porini? Hivi wanaowindwa sana sana ni nani? Ni wanaume, ni wanawake? Walio kwenye hatari ya kuwindwa ni swara wanawinda simba, au simba anawinda swara? Kwa nini anawaambia wasiyachochee? Kuna kitu hapa nataka tuzungumze kidogo, lakini mengi tutayajadili wakati ule wa maswali. Unajua, moja, usijitie majaribuni kwa kuanzisha uchumba wakati huna mpango wa kuoa wakati huo. Vijana mnanisikia? Usifanye nini? Usianzishe uchumba wakati huna mpango wa kufanyaje? Wa kuoa. Umewahi kuona watu uchumba unakaa miaka 3? Umewahi kuona? Wengine 5. Unajiuliza, uliuanzisha wa nini?
Mmetulia? Sasa nataka muandike maswali.